Siri ya kijito cha ndoto, episodi ya 3. Neema alisimama kimya, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Giza lilikuwa limefunika sehemu kubwa ya ulimwengu wa ndoto. Mwanga uliokuwa unang'aa hapo awali ulikuwa unapotea taratibu. Tariq, tafadhali rudi. Mlinzi wa maji alisogea karibu naye. Uso wake ulionyesha wasiwasi mkubwa. Tukimpoteza Tariq, kivuli cha hofu kitapata nguvu zaidi na ndoto za watoto duniani zitaanza kupotea. Neema alijifuta machozi. Uso wake ukaanza kuonyesha ujasiri. Mlinzi wa maji akasema, Tariq amepelekwa kwenye sehemu hatari zaidi, msitu wa hofu. Ghafla ardhi ikafunguka na njia ya ukungu mweusi ikaonekana. Neema hakusita. Nitaenda kumtafuta. Mlinzi akamwangalia kwa mshangao. Msitu huo huonyesha hofu zako zote. Lakini Neema alijibu kwa sauti thabiti, sitamwacha rafiki yangu. Neema alipovuka msitu huo, miti ilianza kubadilika umbo. Sauti za ajabu zikaanza kusikika. Ghafla aliona picha ya wazazi wake wakipotea gizani. Neema akaanza kutetemeka. Sauti ya giza ikamwambia, wewe ni mdogo, huwezi kuokoa mtu yoyote. Neema alifunga macho, akakumbuka safari zao na Tariq. Akakumbuka walivyomwokoa Kasa. Kisha akasema kwa sauti ya ujasiri, urafiki ni nguvu na sitakata tamaa. Mwanga mdogo ukaanza kuonekana mbele yake. Wakati huo, Tariq alikuwa amezungukwa na ukungu mzito. Alikuwa akiona ndoto zake zikipotea. Neema, uko wapi? Kivuli cha hofu kikacheka kwa sauti ya kutisha. Urafiki wenu ni dhaifu, nitachukua ndoto zako zote. Tariq akaanza kukosa nguvu. Nguvu ya ujasiri. Neema alipofika katikati ya msitu, aliona mwanga mdogo ukimwongoza. Ndani ya mwanga huo kulikuwa na jiwe linalong'aa. Mlinzi wa maji akasikika kwa sauti ya mbali. Hilo ni jiwe la ujasiri, linaweza kumshinda kivuli cha hofu. Lakini jiwe lilikuwa limezungukwa na giza kali lililokuwa likionekana kama ukuta. Neema alijaribu kusogea, lakini giza lilimrudisha nyuma. Sauti ya msitu ikamwambia, ukikata tamaa, jiwe litapotea milele. Neema akakumbuka watoto waliokuwa wamelala bila ndoto. Akakumbuka rafiki yake Tariq. Kwa nguvu zote akapiga kelele, sikati tamaa. Mwanga mkali ukaangaza msitu mzima. Ukuta wa giza ukaanza kupasuka. Neema akafanikiwa kulishika jiwe la ujasiri. Mara tu alipochukua jiwe, msitu mzima ulianza kutikisika. Sauti ya kivuli cha hofu ikanguruma kwa hasira, umethubutu kunipinga. Ghafla kivuli kikaanza kumvuta Tariq zaidi kuelekea kwenye giza lisilo na mwisho. Neema alitoka mbio kuelekea mahali ambapo Tariq alikuwa. Alipofika, alimwona rafiki akielea juu ya shimo la giza. Tariq! Neema akanyosha mkono mmoja huku akiwa ameshika jiwe la ujasiri kwa mkono mwingine. Mwanga wa jiwe ukaanza kupambana na giza. Lakini ghafla, jiwe likaanza kupasuka. Sauti ya kivuli cha hofu ikacheka kwa nguvu. Nguvu yako haitoshi, bado unahitaji kitu kingine. Je, Neema ataweza kuokoa Tariq kabla jiwe hajavunjika? Je, ni nguvu gani nyingine inayohitaji kushinda kivuli cha hofu? Je, ulimwengu wa ndoto utaangamia? Usikose episode 4 ya Siri ya kijito cha ndoto. Kama umefurahia episodi hii, like video. Comment utuambie unadhani Neema atatumia nguvu gani kuokoa Tariq. Share hadithi hii kwa marafiki. Subscribe na gonga kengele ili usikose episodi inayofuata. Safari bado inaendelea.
Karibu Mkolwe Product ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.